nimeingia kwenye mitandao, huwa nasoma kwenye mitandao, kwenye magazeti kimeandikwa nini kuhusu Mwanza. Nimekuta hapa Jamii Forum. Jamii Forum, hoja kubwa inasema, haya mwenyekiti soma, inasema nini? Jiji wabomoa frame zangu. Mwananchi aliyesoma hii, nikienda kumuona dedi wananizungusha. Nikienda kumuona dedi, wajibu wa afisa habari wa jiji ilikuwa ni nini katika habari? Kwanza alitakiwa screenshot hii, asome content, akisha soma anaandika points muhimu ni zipi katika hoja ya mlalamikaji, ampelekee mkurugenzi wa jiji. Mkurugenzi atoe ufafanuzi, aidha kwa maandishi kama hao walivyofanya au kwa video clip, halafu apeleke hiyo taarifa sahihi kwenye chanzo ambao ni Jamii Forum. Kwa hiyo kutakuwa na balanced story, upande wa mlalamikaji, upande wa mlalamikiwa, na ifanyike kwa wakati ili kuepusha distortions, kwa sababu nyinyi mmesema maafisa mawasiliano na habari wa serikali nyinyi ni soft power. Hapo tutakuwa tumetumia hiyo dhana ya kuwa instrument au soft power itakuwa realized. Lakini hivi imekaa siku ya pili leo, imekuwa viewed na watu zaidi ya 1 milioni. Kwa hiyo wanaamini kwamba hapa jiji kuna mambo ya kihuni yaliyofanyika. Kufanya nini? Afisa habari wa jiji yupo kwanza. Sasa hivi nikimpigia hapa nikimuuliza unafahamu kwamba kuna leading story kwenye Jamii Forum, hajui. Lakini nikuulize swali, unapoingia kwenye dawati lako kama afisa habari wa serikali, unapoingia unatoka asubuhi, umeingia mpaka jioni unatoka, huna chochote ambacho kinachohusiana na eneo lako. Lakini kwenye mitandao huko mambo mengi yanayohusiana na eneo lako. Kwa hiyo maana yake wewe you are not existing. Je, hapo tutakuwa ni daraja kati ya serikali na wananchi? Huyo anasema hivi, mwaka 24 kiwanja changu kilichoko mtaa mpya kata Isamilo kilipimwa na kuwekewa mipaka. Nilijenga fremu 4 hapo. Mwenyekiti wa mtaa alipoingia madarakani alianza kusogeza mipaka ya barabara kwa nguvu hadi kuingia kwenye kiwanja changu. Na kuulizeni swali, katika hali ya kawaida kwa mujibu wa sheria za ardhi, kuna mtu yoyote anao uwezo, hata mkuu wa mkoa, kusogeza beacon halali kwenye kiwanja cha mtu? Kwa hiyo ni tapeli wa ardhi, ni muongo. Hakuna mwenyekiti wa mtaa wala mkuu wa mkoa anayeweza kusogeza hata inchi moja, kwa sababu lakini kusogeza beacon halafu ukasema nimesogeza kiwanja ni uongo, kwa sababu hata kama utasogeza beacon, ile beacon iko kwenye maandishi ambayo iko Wizara ya Ardhi. Leo unaweza ukasema kaninyang'anya kiwanja changu, lakini dokumenti zote zinasoma Saidi Mtanda. Nitakuwa nimekunyang'anya kiwanja au nimejidanganya mimi? Mwenyekiti naye ana mamlaka hayo, huku akilenga kupata eneo la kuanzisha stendi ya daladala. Mimi nilipoipata hii taarifa, tena nimeipata asubuhi ya leo, lakini on time nimemtafuta mkurugenzi wa jiji huyu Kibamba, akaniambia mkuu, eneo lake lipo hayo maduka alijenga nje ya bikoni zake, nje ya mkuu, ni barabara ya mtaa wa eneo ambalo linakusudiwa kuwa stendi. Kwa hiyo yeye akaenda kujenga eneo ambalo ni reserve, si eneo halali, mali yake ni mtaa wa Isamilo, sio barabara kuu. Upimaji shirikishi ulifanyika mwaka 2022. Alijenga barabarani, wananchi na viongozi wa Isamilo walilalamika, tukampa notice, yani jiji. Haikuwa na pingamizi hiyo notice aliyopewa, yani notice ya kuvunjwa, kufungua njia, na tangu anaanza kujenga alipewa notice, lakini hakuacha, alikaidi. Sasa huyu mwananchi
kama anazo hoja aje hapa, nimpe kamishna wa ardhi ambaye ndio mwenye mamlaka ya ardhi, ili twende uwandani. Kama amevunjiwa kinyume cha sheria, atalipwa na jiji na maduka yake yatajengwa na jiji. Kama amevunjiwa kwa sababu amejenga barabarani na alikuwa mkaidi, hiyo ndio haki yake. Sasa maafisa habari, narudia tena, nyie ni chumvi. Hatutakiwi mambo yanajadiliwa, taasisi inasemwa kwa mambo ambayo sio sahihi, halafu maafisa habari na mawasiliano wamekaa kimya.